Tunazipeperusha salamu zetu kwenu wapendwa ambao tunaochangia safari ya kwenda mbinguni. Mzipokee salamu zetu kutoka kundi hili la Jesus is Coming Soon, wapendwa wenu. Tunawapenda. Leo ni siku nzuri tena ambayo Bwana ametuneemisha ili tuweze kulizungumza neno lake. Na neno ambalo tutakwenda kulizungumzia kwa siku ya leo ni neno ambalo linatufunza namna twaweza kumlilia Mungu katika shida, katika mateso ya ulimwengu huu, katika hali za magonjwa, katika hali zote ambazo mwanadamu anazokabiliana nazo kwa ulimwengu huu wa dhiki. Aidha katika wakati wa furaha pia tusiwe tunasahau kumuita Mungu. Maana Mungu ni wa kuitwa kwa kila wakati na yeye hutuitikia. Lakini neno lake linatupatia mwangaza wa kujua ni nani ambaye Bwana anayemuitikia. Mungu ni wa wote wenye mwili, lakini neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba wapo wale ambao wanamlilia Mungu na Mungu huwasikia na kuwaitikia. Watu hawa ni watu wa aina gani ambao wanaolilia Mungu na Mungu huwaitikia na kuwajibu? Tuangalie hawa watu katika neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 17 hadi 21. Neno la Mungu linasema, walilia naye Bwana akawasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. 19. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. 20. Huihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. 21. Uovu utamuua asiye haki, naye amchukiaye mwenye haki atahukumiwa. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Neno la Mungu limetuambia na kutufundisha ya kwamba wewe ambaye uko na tatizo wa kimaisha, kiafya, kiusalama, kwa hali ya kifedha ya kipato, kwa vyovyote vile ambavyo unavyovipitia kwa ulimwengu huu wa dhiki, neno la Mungu linatukumbusha na kutuambia ya kwamba tumkumbuke Mungu, tukumbuke kumlilia Mungu na kumtwika fadhaa zetu na kumtwika yale ambayo tunayahitaji ili yeye apate kutusaidia. Amen. Eti walimlilia Bwana naye Bwana akawasikia. Ukimlilia Mungu mpendwa katika ziki zako zote, wala hapapungui lolote lile. Kwa ziki zako zote, kwa mateso yako yote, kwa fadhaa zako zote, kwa furaha yako pia yote, kwa hali ya uchungu nao upitia, kwa hali ya mema umeyapata, ukimuita Mungu naye atakuitikia. Maana Mungu hupenda, hufurahia wale ambao wanaomuitia na kumkabidhi shida zao au mambo yao. Ati kwamba walimlilia naye Bwana akawasikia, akawaponya na taabu zao zote. Ukimlilia Mungu kwa muda mchungu, kwa muda wa taabu zako zote bila kupungua taabu moja, Bwana atakusikia. Bwana atakusikia. Bwana atakutendea. Bwana atakuponya. Bwana atakukumbuka kwa taabu zako zote. Kwa muda wake atakudhihirikia na kujitukuza kwako, nawe utamuona akikuletea uokovu wake.
Bwana Yesu asifiwe, maana yeye ndiye anayejibu mahitaji na maombi ya watakatifu. Kwa sababu tunakumbuka neno la Mungu linasema, wana wa Israeli walipokuwa katika hali ya utata wa maisha, katika ugumu wa kukumbana na bahari ya Shamu, walimlilia Bwana. Kamsikia mtumishi wake Musa, kamwambia, waambie wanyamaze kimya, nao watakwenda kuona msaada wangu namna utakavyowafikia. Aliwaambia wanyamaze kimya, huku walikuwa wamelia tayari, huku walikuwa wamepiga yowe tayari. Ndipo akawasikia na akajibu akawaambia, waambie wanyamaze kimya, watauona wokovu wangu kwa siku ya leo. Amen. Amen, amen. Yona mtumishi wa Mungu alipaza sauti kwenye tumbo la samaki, akamlilia Mungu. Mungu naye akamsikia Yona. Haijalishi ukiwa katika gereza la aina gani, mlilie Mungu tu. Piga yowe mbele za Mungu, naye atakusikia na atakujibu. Mungu ambaye hakuziwiliwa na sauti ambayo ilitoka tumboni mwa samaki. Yona alimlilia Mungu kwenye tumbo la samaki. Mungu asiyeziwiliwa nafasi yoyote ile alimsikia Yona na akamkumbuka na akamuokoa ndani ya samaki, ya tumbo la samaki. Kama uko katika gereza la vifungo vya namna yoyote ile, kinachokubidi tu ni kupiga sauti, ni kupiga kelele, ni ulalamike, ni uombe, umuitie Mungu, naye atakusikia, naye atakusikiliza na atakujibu. Atiwalilia, naye Bwana akawasikia. Kilio cha watakatifu Bwana hukisikia. Bwana hukijali kilio cha watakatifu wake. Amen. Maana Mungu ni mzazi mzuri. Hakuna mwana awezaye kupiga yowe na mzazi akakaa kimya na katulia. Amen. Sasa Mungu alisema kwa neno lake, eti ya kwamba ikiwa kama nyinyi ambao ni wadhaifu na wanyonge mnajua kuwapa wana wenyu vipaji vilivyo vyema, sasa mimi Bwana je, niliye mtakatifu nisiye na mawaa, ati mkiniomba, je sitaweza kuwajibu? Nitawasikia na nitawajibu na kuwatendea sawa sawa na jinsi mlivyoomba. Usisahau tena neno la Mungu vile vile linasema, ombeni hivi. Yesu alitufunza, mnapoomba ombeni mkisema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje hapa duniani kama mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Bwana, kuna wakati unaweza kumuomba akanyamaza kimya, akanyamaza kabisa mpaka ukajiswali maswala 1000. Alafu kawaza Mungu hakusikii, ukawaza Mungu hakuoni, lakini bado jicho lake liko kwa watakatifu wake akiwatazama. Maana akifunga macho yake kwa sekunde moja, shetani anaweza kutuangamiza mara moja. Ndio maana neno la Mungu linasema Bwana halali, hasinzii kwa ajili ya kutukeshea sisi wapendwa wake. Ndio maana unapoomba Mungu, subiri mapenzi ya Mungu. Hata kama yanaumiza, lakini yasubiri yafike. Mapenzi ya Mungu yakifika, hakika ni matamu kuliko yale ambayo ni kusudia kuyapata kwa haraka haraka. Mapenzi ya Mungu ni matamu zaidi wapendwa. Hata kama yanaumiza hakika, lakini ni mazuri, ni matamu. Jina la Bwana lisifiwe sana. Mungu wetu ni mzuri sana. Eti walilia, Bwana akawasikia, akawaponya na taabu zao zote. Yanayokuliza mpendwa, kwa muda wa Mungu kiwadia, muda wa Mungu kifika, Bwana atakuponya na hayo yote yanayokuliza. Wala hapata salia lolote lile, wala hapata onekana lolote ambalo linalo kuumiza ambalo litabaki tena, bali Bwana atayatimiza yote bila kukosa neno. Bwana yu karibu nao, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo.
na waliopondeka roho huwaokoa. Yawezekana unapitia muda mgumu, mzito mpaka unakata tamaa. Lakini ninakuja kukukumbusha kwa siku ya leo kwamba usikate tamaa. Bwana yuko pale pale. Amesema kwamba alivyokuwa jana na ndivyo alivyo leo na kesho na hata milele. Yawezekana unajiswali, Mungu amekusahau, ndio maana shida zinakukabili kwa wingi na haupati wa kukusaidia. Ndio maana magonjwa yanakuandama kwa kasi kubwa na hauna msaada na hauoni mahali mlango wa kusaidiwa utatokea. Lakini ninakuja kukupa moyo leo. Jipe moyo, Bwana na kujali. Jipe moyo, Bwana na kuona. Kipofu alipaza sauti, watu wote hawakumjali, wakaweza kuondoka, wengine wakamnyamazisha. Lakini muda wa Bwana ulifika. Yesu akasimama. Akasimama na ile sauti ambayo kipofu alikuwa akipaza sauti. Alafu Yesu akaona kutokuvunjika moyo kwa kipofu, alizidi kupaza sauti na kusema, Bwana, naomba na mimi unirehemu, mwana wa Daudi. Yesu akaisimama, akasikia kule kupaza sauti, kule kulia kwa kipofu. Yesu akasimama, akavutwa na kule kulalamika, kule kulia kwa mtakatifu wake. Alafu aliposimama, ndipo wale waliomdharau na kumpuuzia walisema, Bwana ana haja nawe. Bwana ati wakamuhimiza kwamba Bwana anakutaka. Muda wa Mungu ukifika, maombolezo yako yatanyamaza. Msiba wako utakoma. Kilio chako kitanyamaza. Kelele zote za vilivyo kuperekesha, kelele hizo zitanyamazishwa. Kiwa kama Bwana alinyamazisha bahari ambayo ilivuma kwa upepo, visulisuli vinamtii Yesu Kristo. Hizo shida zinazokukabili hazina nguvu mbele za uso wa Mungu. Ni muda tu. Ni muda tu ambao haujafika. Lakini muda wa Mungu ukifika, mapenzi yake yakifika yatimilike, utashangilia na utafurahi, mwana wa Mungu. Lakini ninalokusihi, zidi kukuza imani, zidi kupandisha sauti yako, zidi kumuitia Yesu, zidi endelea na kumlilia Yesu usiku na mchana, kwa sababu habadiliki. Alituambia yeye ni yule leo, jana na leo na hata milele. Hajawahi kubadilika na hata badilika kama. Zidi kumlilia Mungu, naye atakusikia na atakuja akusaidie na kukuokoa. Bwana eti kwamba Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Chochote ambacho kilichokuvunja moyo na kukatisha tamaa, wewe usiache kumpazia Yesu sauti. Muite, atakusikia, atakusaidia, atakuponya, atakuokoa kwa moyo ambao ni mnyenyekevu. Wengine huenda mbele za Mungu wamegadhibika. Hapana, usiende mbele za Mungu kwa kugadhibika. Uende mbele za Mungu kwa moyo wenye kupondeka, kwa moyo wa unyenyekevu, ili kwamba akusikie. Hata wewe mtoto akija mbele yako anatomboka, hauwezi kumpatia kile ambacho anakitaka kwako hata kama unacho. Lakini Mungu ni zaidi ya wazazi wa duniani. Huwa mara nyingi anatuonea tu huruma. Anatupatia kwa huruma zake. Anaona kuchoka kwetu na kushindwa kwetu. Lakini ninalokusihi, muendeye Mungu kwa moyo wenye kupondeka. Mwambie, Baba, ninakosa hiki. Baba, ninahitaji hili. Baba, nimesumbuliwa na haya magonjwa. Nimesumbuliwa na ugumba na utasa. Nimesumbuliwa na matatizo. Nimesumbuliwa na umaskini. Ati Bwana akiona unamuendea kwa moyo mnyenyekevu, atakusikia naye atakutendea yaliyo mema na mazuri ambayo ndugu yako na mzazi wako hawakutendea. Bwana atakutendea nayo na atakupatia kwa muda wake. Amen. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo.
huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Hata kama unapita kwenye muda mgumu mzito, hayo mateso, hayo magumu, hizo taabu na shida hazitakuangamiza. Maana alisema yeye mwenyewe ya kwamba mateso ya huyu mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana atamponya nayo yote. Na hata kubali hata mfupa wa mwenye haki uweze kuvunjika. Hata kubali imani yako iweze kuondolewa kwa ajili ya probleme ulizo nazo. Bwana hata ruhusu adui aweze kukuchubua hata kwenye mwili wako. Bwana hata ruhusu huyo adui aweze kukuondolea maisha yako. Bwana hata muacha mwenye haki aweze kudhihakiwa na mpaka aangamizwe na adui yake. Kwa sababu Bwana nasema kwa neno lake ya kwamba Bwana hulitukuza neno lake kuliko namna navyolitukuza jina lake. Amen. Mungu anaheshimu neno lake kuliko namna anavyoheshimisha jina lake. Kwa hiyo wewe mwenye haki, zidi kumuita Yesu, zidi kumuomba Mungu. Anasikia hata kama ananyamaza, hata kama majibu yamechelewa kufika, lakini amini kwamba bado Bwana ananisikia, bado Bwana ananijua, bado Bwana ananijali. Hiki ni kikombe ninakinywea, yuko ananifundisha. Mahali hapa nipo katika shida hizi ni nafasi ambayo ninapita tu, ili kwamba kesho uwe ushuhuda kwangu wa kuwashuhudia wengine nitakao wakutana wako katika muda au katika wakati wa kufunzwa na Mungu. Kuna wakati tunapitia magumu, Mungu anataka atukomalishe kiroho. Kuna wakati tunapitia muda mgumu, wao wanawazia kwamba ni fimbo ya Mungu amekupiga. Ni Bwana anakupitisha kwa muda huo mgumu, ili ikiwa kama hukutenda dhambi, muda huo unaupitia mgumu ikiwa kama hukutenda dhambi, ni muda ambao Bwana iko na kusahihisha, Bwana iko na kutengeneza, Bwana iko na kutengeneza, anakupirifie, anakutengeneza ili kwamba utoke emo chombo cha samani kesho ukawashuhudie wengine yale ambayo ulipitia ndani. Maana dhahabu haiwezi kung'aa pasipo kupitishwa ndani ya moto. Na wewe hayo majaribu, hayo mateso ambayo napitia ndani, hizo taabu, jua Bwana yuko na kutayarisha, yuko na kutengeneza ili ukomae, ili kesho akujivunie, ili kesho akupe ushuhuda mbele ya wengine, ili kesho akufanye mtu fulani. Inabidi upitishwe kwenye moto ili ung'ae kama dhahabu. Ayubu alipitia magumu mengi mno, lakini alikuwa akitayarishwa na Mungu. Ndipo Bwana kwa wakati wake, mapenzi yake yalipotimizwa, Ayubu alipewa maradabu. Wale waliomdhihaki na kumchekea kwamba Mungu amekupiga fimbo, wote waliziba vinywa vyao. Hivi ndivyo Mungu hutukamilisha watu wake katika mateso. Ndivyo mwimbaji aliongozwa akaimba, hivyo Mungu awakamilisha watu wake kwa mateso huku. Hivyo ndivyo Mungu hutukamilisha watu wake kwa mateso. Ati mateso ya huyu mwenye haki sio fimbo, sio adhabu, ni mateso ya mwenye haki anapitia ndani, ili Mungu kesho akajivunie huyu mtu wake. Ati atamlinda huyu mtakatifu wake, hata mfupa, hata lukucha, hata kucha haitabanuka, ili Bwana ajitwalie utukufu kwake. Inabidi wewe upitie katika huo muda mgumu ambao uko unapitia kwa sasa, lakini kesho utang'aa kama dhahabu. Jipe moyo, Bwana anakuona kama alivyomuona Ayubu, kama alivyomuona kipofu, na wewe atakuona na atakusikia, na bado anakuona ijapokuwa ananyamaza,
Ijapokuwa anaonekana kama vile hakujali, lakini jua upendo wake uko pale pale kwa maisha yako. Paulo alikuwa anatumikishwa na Mungu, miujiza, ishara kubwa nyingi. Lakini alipomwambia Mungu, angalia Bwana, na kuomba uniondolee haya maumivu kwenye jicho langu, Bwana alimwambia namna gani? Na neema yangu ya kutosha. Bado upendo wa Mungu uko pale pale. Katika hayo nayo yapitia, usiwaze Mungu amekutupa wala amekusahau. Bado upendo wake uko pale pale. Akikusahau kwa sekunde moja, hauwezi kulala kwa huu ulimwengu. Shetani anaweza kukurarua mara moja, lakini kama ungali hai, kama ungali unapumua, amini ya kwamba Bwana bado anakujali, Bwana bado anakupenda, na bado Bwana angali anakusamini. Ni muda wake tu ndio anachunga, ukifika atakuinua, atakutukuza juu ya mataifa wengi. Amen. Wala hakuna ambacho utakwenda kukipoteza kiroho. Amen. Wala mfupa wake mtakatifu haukuvunjika. Uovu utamuua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Hao wanaokuchukia wewe mwenye haki na kukukatia shauri za uongo kwamba uko kwenye punishment ya Mungu, hiyo sio punishment ya Mungu. Hiyo sio pinisio ya Mungu, hapana. Kuna pinisio, kuna punishment ambayo mtu anaweza kupitia kwamba umetenda dhambi, na kuna matayarisho mengine Bwana na kuweka ndani ili kwamba kesho akutoe ndani chombo cha samani. Hao watu wako tofauti. Haukutenda dhambi, lakini unapitia muda wa taabu nzito ngumu. Ni Bwana anakutayarisha na kuandaa ili kesho akufanye mtu fulani. Huyu naye ametenda dhambi, Mungu anaweza kumwadhibu. Hawa watu wako tofauti. Chunguza katika hizo tabu unazozipitia. Je, haukumtenda Mungu dhambi? Je, umemtenda Mungu dhambi? Tubu na uache. Lakini kama haukutenda dhambi, jipe moyo. Bwana anakuona, Bwana anakusikia, Bwana anakujali. Maana aliwahi kusema, watu wakamuuliza, "Je, Bwana, baba ya huyu kipofu au mama ya huyu kipofu, wazazi wake wametenda dhambi mpaka mwanao akazaliwa namna hii?" Yesu akasema, hao wote hawakutenda dhambi. Bali haya, ikiwa kama huyu alizaliwa hivi, akiwa na ulemavu huu, ni kwa sababu Mungu alitaka ajitwalie utukufu. Kuna mengine tunapitia magumu, sio kwamba tumetenda dhambi, hasha. Lakini ni Mungu anataka ajitwalie utukufu na heshima. Amen. Kaa vizuri katika jaribu lako. Jilinde, usimtende Mungu dhambi, usimwazie Mungu kwa upumbavu, ili kwamba kesho kutwa utatoka kama dhahabu iliyopitishwa kwenye moto. Na wale ambao waliokuzihaki, eti uovu utamuua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa hao. Amen. Ambao wako wanakukejeli, Bwana yeye mwenyewe ataleta hukumu ya kweli. Amen. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Wafilipi sura yake 4 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, likituambia hivi katika kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wake wa 19. Unasema hivi, "Na Mungu wangu atawajazeni kila mnacho kihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu." Amen. Wewe ambaye unasimama vema katika mapenzi ya Mungu, eti Bwana atakujaliza utajiri wake kwa kadri ilivyo ndani ya Kristo. Kwa kadri, kwa namna utakavyo simama vema katika kuyatenda mapenzi ya Mungu, kwa kumlinda, kwa kumchunga, kwa kuchunga muda wa Mungu ufike, utatajirishwa na Mungu ambaye anatajirisha. Amen. Amen, amen. Kwa sababu Wafilipi
sura 3 inasema hivi. Sura 3 mstari wa 10. Wafilipi sura 3 mstari wa 15 mpaka 16. Inasema hivi. 15 inasema, ambaye kwa jina lake ubaba wote, tuko kwa Waefeso, Wafilipi 3, Wafilipi 3, samahani, nimesoma Waefeso, samahani sana. Tunasoma Wafilipi sura 3:15 na 16. Inasema hivi: basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia lilo hilo. Lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Kwa sababu sisi mahali tulipofika kwa kumwamini Mungu katika roho na kweli, tuenende katika kweli hiyo hiyo. Tuzingatie uaminifu wa Mungu. Tuzingatie ukweli huo ambao tumeupata kutoka kinywani mwa Mungu. Wala tusibabaishwe na vimbunga vinavyo tudhuru, wala tusibabaishwe na maneno ya wanaotuzunguka, bali tushikilie ule ukweli ambao tunaokuwa nao kutoka kwa Yesu Kristo uliozibitishwa na mwanawe pekee. Bwana Yesu atusaidie ili tujue kusimamia ukweli wa Yesu Kristo, na tujue kumlilia na kusimama imara katika kumtumainia. Hapo ndipo Bwana atatujisifia kama alivyojisifia Ayubu alipomaliza examen au mtihani wake. Na wewe huo mtihani ukiumaliza, Bwana atakujivunia. Hili neno ndilo tulikuwa nalo, tukaona ni vema tulichangie pamoja na nanyi watakatifu, ili kwamba lituhimize katika muda mzito tunaopitia ndani kwa ulimwengu huu wa dhiki na dhambi, ili tusibabaishwe, bali tusimame imara kwa kumshuhudia Mungu na kumngoja Bwana Yesu. Shalom, shalom.